tumesoma, kumbe ni ulimwengu mzima. Takbir, takbir. Sasa unaona vile Mwenyezi Mungu alikuweka Uislamu. Waislamu sio kwa mafukara leo. Waislamu ni kwa leo sisi ana awqaf tuwe na university zetu. Waislamu leo ana awqaf kwa tuwe na shule zetu sisi. Waislamu tuwe na baitu zakati ana awqaf. Waislamu tuwe na kila kitu chetu, hospitali yetu, motari zetu na kadhalika. Lakini kwa sababu ya mismanagement leo awqaf zetu zimekuwa club leo, ambao ni moja ya source ya kuempower nini community, na vile vile ni moja ya ile social economic asset ambayo kwamba inaweza kumsaidia Muislamu. Leo Casablanca ambayo kwamba kila mtu anajua inatajwa kwamba ndio pekee kuna makanisa Chuda yako chini ya ardhi za nini za wakfu. Chuda hiyo Mombasa, Casablanca ni wakfu, na zile baa karibu zote zile uko pale zinazunguka Casablanca zote ni wakfu. Zile ni utajiri wa aina ngapi Uislamu tuko nao? We are talking about economic, we are talking about empowerment. We have been empowered. Wazee waliotangulia kabla yetu sisi walitutengeneza vizuri sana. Kwanza walitupa empowerment katika nini? Katika judiciary, wakatuwekea mahkamatul qadhi ambayo iko na constitution. Kisha wakaangalia mti wa mgongo wa maisha ya binadamu nini? Economy, wakatuwekea awqaf. Lakini today the most suffering person today in Kenya is who? The Muslim. Leo hapa ndani ya Kwale najua kuna wakfu nyingi sana, lakini watu hawazijui. Chairman siku moja anashare na sisi kwamba babake ametoa ardhi ya wakfu sijui msikiti, lakini haujulikani. Hizi ni resource ambazo kwamba lao community watazitumia vizuri, sisi tungekuwa leo tuko mbali sana. Leo kanisa Katoliki lina utajiri wa hali ya juu kutokana nini? Kutokana na wakfu. Property za wakfu zile ambazo kwamba zimewachwa na wale viongozi wao na wale ambao kwamba ni wakereketo wa dhehebu lao. Vile vile katika miongoni mwa social economic ni nikah, ziwaj. Mwenyezi Mungu amemfanya mwanamke ili awe empowered kwamba mahari yake haruhusiwi kuchukuliwa na mtu yote. Mambo ya kajama, mambo ya maziwa ya mama, sijui kato hivi, yale si katika Uislamu. Mahari ni katika moja ya haki ya mwanamke. Whatever is given as a mahar is a property belonging to the wife or to the girl who is getting married. Sasa unapopotea pesa zile, subhanallah, ni kwamba wewe ukichukua zile pesa ni zako wewe. Ukitaka kushare na mume wako ni hiari yako, lakini ulazimishwi. Wala baba hana haki ya kuchukua pesa kama zile. Leo sisi lao tungekuwa hizi haki tunazitekeleza, hatungekuwa maskini. Mwanamke leo mahari yake hayaoni. Nataka kuambia wale wasichana maolewa, kuanzia leo jua mahari yako usikubali. Usiwaambie kwamba kuna kajama, sijui kuna tumbako ya babu, sijui kuna maziwa sijui ya nyanya, maziwa. Unaonyesha watu maziwa wengine wamekufa makaburini, wewe unaonyesha maziwa kwa gani? Hakuna vitu hivi. Hadhihi milal ma anzala Allah biha min sultan. Kwa hivyo katika mmoja au miongoni mwa empowerment Muislamu amepatiwa ni zile makasi za sheria. Ukiziangalia zote zile objectives zile za malengo hasa ya sheria, utakuta yote yamewekwa empower Muislamu awe social well, economic well, and in all aspect of his life or her life well. Hifdhul mali, leo umewekewa aya nzima kwamba mali yako wewe una haki ya kuhifadhiwa, hufai kuibiwa, na mwenye kuiba amepewa adhabu yake, anakatwa mkono. Of course kuna masharti yake, watu wasione kwamba mtu akiiba tu anakatwa mkono. La, kuna masharti yanahitajika yatekelezwe pale. Hifdhun nasli, zile imekatazwa ili kuwa na familia nzuri. Leo lao kama Uislamu ulikuwa unatekeleza vizuri, tulikuwa na machokora. Kwa sababu wale machokora hawazaliwi na manyasi, huzaliwa na baba na mama, na hakuna mwanamke anayezaa bila nani? Bila ya mume. Ni uongo. Mwanae huyo huzai, huwezi kuzaa. Aliyezaa bila ya mume ni nani? Peke yake. Kwa hivyo ukituletea mtoto inabidi tupie babake. Kwa hivyo Uislamu umeweka vipimo na vizingiti ili kuepusha nini? Umaskini. Usilete mtoto ambaye kwamba hataweza
kukamilishiwa haki zake, ukakataza zina. Vile vile hifdhun nafs, leo wewe una haki ya uhai. Many of us we think that these are things which are just in the constitution. No, Uislamu umekuja na vitu kama hivi. Na ndio ukakuta baada ya kisa cha wale watoto wa Adam, Mwenyezi Mungu akasema min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fakaannama qatala an-nasa jami'a. Mwenyezi Mungu asema katika aya hii kwamba baada ya kile kisa cha wana wa Musa Adam kilitokea kumua ndugu yake, akawekea amri wale bani Israeli, ambao hiyo amri hiyo pia kwetu sisi ipo, annahu man qatala nafsan, kwamba yule yoyote ambaye kwamba ataua nafsi yoyote bila ya hatia, bila ya sheria, bila ya katiba, bila ya nidhamu, fakaannama qatala an-nasa jami'a, mfano wa mtu huyo ni kama ambaye ameua the entire humanity, binadamu wote. Kisha akasemaje? Waman ahyaha, na yule ambaye kwamba atachangia kuokoa maisha ya mtu hata kama ni mmoja, fakaannama ahya an-nasa jami'a, ni kama mtu ambaye kwamba amehuisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo sisi Waislamu hatufai kusifiwa na sifa za terrorism au kuwa terrorist kabisa, kwa sababu hakuna dini imekuja kuweka nidhamu kama dini ya Kiislamu, na hakuna dini imeweka punishment kubwa ya mtu mwenye kufanya nini, terrorism, kama Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema katika ile aya kuhusu mtu ambaye kwamba anasambaza fasadi fil ardh, an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Anasema adhabu ya mtu mwenye kuua watu, mwenye kupiga watu, mwenye kufanya ujambazi, mwenye kuvamia mali ya watu, an yuqattalu, wauawe watu wao. Sikuwao kwa tairi kama alivyosema Sheikh, la, wanauawa in public, so that everyone will be watching and see, subhanallah, this guy is being killed kwa sababu aliua mtu. Leo vijana wetu mitaani wamekuwa ni maadui zetu sisi wenyewe. Mimi nafikiri ni kwa nusu ni cancel hii safari yangu kuja hapa, kwa sababu jana mtoto wangu alipigwa panga, wallahi lazima saa 9 mchana Kisauni pale, pigwa panga la hapa tena. Subhanallah, kile mmoja anasikilisha kwamba baada wamempokonya simu na wallet yake na kitambulisho, wakaenda kisha wakarudi wakampiga panga pa, hao wakaenda zao. Sasa watu kama hao hawafai kukaa kwa hai, fakaannama qatala an-nasa jami'a. Lakini alhamdulillah thumma alhamdulillah, hawakumua mwanangu, walimjeruhi, tukamfanyia first aid pale, tukana hospitali, tukana polisi kuripoti. Yaani nataka kuonesha vile hali ilivyo hivi sasa, ilivyo mbaya. Kwa hivyo utakuta kwamba lao ingekuwa sheria ya Kiislamu inatekelezwa, basi watu hawakupatikana vijana kama hao, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wauawe au wafanyeje, au wasulubiwe, an yusallabu, wasulubiwe, au tuqatta aydiyahum wa arjulahum, au wakate mikono yao na miguu yao min khilafi, akikata mkono wa kulia akate mguu wa kushoto. Ni kitabu gani, naambieni, atahaddaku, challenge you, ni kitabu gani cha dini kina a severe punishment ya mtu criminal, ya mtu terrorist kama Uislamu? Kipo? Hakuna. Hizi ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sitaki kuchukua wakati wenu mingi, nataka ni wind up na kuonesha, nafikiri nimetaja mambo muhimu kwa sababu wakati umeenda sana. Kwamba kuthamini binadamu imeweka kuhifadhi akili yako. Akili ni mali, Waswahili wanasema, na ndio utakuta kwamba ulevi wote, drugs aina yoyote zimeharamishwa katika Uislamu, kwa sababu ikiwa huna akili wewe, ndio kila jambo utalifanya. Sijui tunafahamiana? Kila jambo utalifanya ndio ikaikuwa adhabu. Mwenye kunywa pombe anapigwa mboko, madragzi vile vile, mirungi, masigara, mashisha, yote. Hata kama serikali haijaharamisha, Uislamu umeharamisha kwa sababu ina madhara, na kuna kaida usulia inasema la dharar wala dirar.
You should not harm, neither should you also harm others. Wewe usijidhuru wala ufai kumdhuru mwingine. Hii ni kaida katika usuli al-fiqh. Kwa hivyo ikiwa kuna kitu chochote kinakupa madhara wewe ya kimwili, ya kiakili, ni haramu kutumia. Hiyo utakuta juzi watu wameingiliwa mashisha Mombasa, lakini umesikia leo watu wa shisha kwa sababu watu wamerudi mkosa biashara. Wakaenda wakatafutina bwana, fika yeye kamate ati vijana wameharibika. Watu wamerudi wamekosa biashara, vijana wamekimbia katika mashisha, wakaingiliwa watu wa nini? Shisha katika Uislamu. Shisha, sigara, bangi, makokaini na mengineo yote ni sawa sawa, mfumo mmoja wote nani. Hivi sasa kuna a new drug. Natakwambia na kila mtu uko nao na mashehe wote tuko nao majumbani kwetu. New drug hiyo. Mnajua hiyo? A new drug. Addicted kabisa. Jana nilikuwa natengeneza hotuba yangu nikasoma kitabu kimoja. Mmoja anasema katika wanazuoni anasema huyo expert wa addiction anasema when you give your child a smartphone ni kama umempatia 1 kg ya cocaine. Yes. Na kama uamini wale mnaopatia simu nyinyi ingieni na vyumba vao, ikifika masaa 6 saa 7 usiku wao wanasema mwanangu mashallah amelala, huyu hachelewi kulala mashallah, ikifika saa accessories halali shekhe, nenda kamfungulie mlango. Jaribu leo nenda, kama una mtoto wako ana smartphone umemnunulia, ukifikiria kwamba ni maendeleo, hao ni maendeleo jana, kwa sababu kila kitu kiko ndani pale. Mambo wanajua watoto wetu leo, wakati tulipokuwa umri wao sisi hatukuwa tunajui sasa. Kijana anakuja kuuliza maswali chengine kama mwanangu baadaye sasa. Unashangaa. Smartphone ni drug kubwa sana, addiction. Na si wao peke yake, na sisi wazee vile vile. Kuna watu hapa halali mpaka aingie katika Facebook, atoke aingie Facebook, atoke Facebook aingie katika WhatsApp, atoke aingie Instagram. Yaani utamwona kila baada ya dakika 5 anakuwa hapa katoka hapa. Ni addiction. Na wanasema kila kinachopita mipaka it become what? A poison. Anything which becomes too much it becomes a poison. Kwa hivyo na sisi mashehe na sisi walimu ambao tunapita mipaka katika nini? Katika utumiaji hizi mobile addiction. Wacha nimalizie na neno education. Kila harufi ya lile neno lina maana yake. E means empowerment. Ukipata ilmu ukiwa educated, that means you have already been empowered. So the word education, each letter has its meaning. E, it means empowerment. D, it means dedication. Msomi wakati wote anakuwa na ile dedication. Kiswahili inahitaji kujitolea. Na ndio utakuta mashehe hapo wameacha kazi zao ni kwa sababu ya usomi. Ona, ile elimu ambayo kwa Mwenyezi Mungu amewapatia, wamejitolea. Si kwamba hawana kazi za kufanya. Huyu bwana ni vice chancellor, wengine ni makazi, leo ni siku kupumzika, lakini wamejitolea kuja kuona. Ni kwa sababu ile tunu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowapatia. You understanding. Always ukiwa ni msomi unakuwa understanding. Na utakuta kwamba wakati wewe ukiwa ni msomi ukibishana na mpumbavu, watu pia watakuwa thamani. Kwa sababu kazi yako wewe mtafauti na mtu mwingine. Wewe you understanding, utajua mtu akizungumza huyu bwana huyu ni msomi, huyu si msomi, huyu ni mtu wa majaku, huyu ni msemi, huyu ni kadha na kadhalika. C stands for capability, kuwa na uwezo. Msomi wote anakuwa na uwezo na ujasiri na nini wa kufanya mambo. Kwa hivyo unapokuwa ni msomi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa ile capability, uwezo wa kufanya mambo. Haya kama si usomi hayangefanyika. Huwezi kwenda kukuta majuha wamekusanyika wanatengeneza vitu kama hivi. Huwezi kwenda kukuta mabaharia wamekusanyika wanafanya vitu kama hivi. Huwezi kukuta mijitu mizuka imefanya vitu kama hivi. Ukiona hivi jua kuna alama ya usomi hapa. Kwa hivyo unakuwa capable. Stand for authority. Yeah. You have that authority to express yourself,
to cry and come out, complain and also fight for your right. Unalia, unataka jambo lako lifanyike, haki yako tekelezwe, inasababishwa nini? Na usomi. Ikiwa si msomi wakati wote, utakuwa wewe uko nini? Uko nyuma. Fine. Still, of course, haiminishi kwamba ni wote. Sengine sometimes utakuta kuna zile, in any rule there must be some exceptions. Lakini T stands for trustworthy. Mtu msomi wakati wote anakuwa anaaminiwa. Leo atasimama profesa akasema, bwana jamani, tutaka mchango wa pesa fulani, hatakuwa na shaka sisi kuchangia, kwa sababu tunajua ni mtu ana nini, anategemewa, kwa sababu ana kazi yake, hana haja ya pesa zetu, lakini amefuatwa kama msomi, anaaminiwa, kauli yake inategemewa, kauli yake haipotei. Tufanyie mchango, kijana wetu anataka kwenda sekondari au apata university, anakuwa trustworthy kwa watu. Unapozungumza unasikizwa na watu wanakufuata. Msomi vile vile anakuwa innovative. Mtu unazua vitu mbalimbali. Utakuta haya masimu tulionao leo ambayo yamefika pale inaitwa smartphone. Al-hatifu dhaki. Kiarabu Kiswahili inaitwa simu yenye akili. Yaani binadamu amekuwa na akili mpaka ameunda kitu chenye akili kumshinda yeye. Watu wengi sasa hisabu si hata tena kufanya stream. Kwa bwana hii 50 ukitaka 50 hebu nitatumia tayari unakuwa na nini? Al-hatifu dhaki. A smartphone was is smarter than you. It can make addition, it can minus, it can do anything. You want to Google now, itakuonesha barabara pale fulani bana kuna jam, barabara fulani kuna kadhaa na kadhalika. Kwa hivyo hizi initiative au mavumbuzi ya kuvumbua vitu na kadhalika yanatokana na watu wasomi. O stand for organized. You see, Mayor, looking at this place, you'll see that it has been organized by people who are educated people. Na N stand for neutral. Msomi sasa tunakuwa mtu neutral. Si unakuwa mutashadid sana wala unaregeza sana. Ukiangalia neno hili lote lina maana kubwa sana kwa wale ambao kwamba wamesoma. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba katika elimu tunashajiisha watoto wetu wasome. Now I want to give one advice to the students who have just graduated. Some of them they have got C's, others D's, others A and B's. Let me tell you from today, remove in your mind the word fail. How many students are here? Hebu nyosha mkono wako tafadhali. Kama kuna mwanafunzi anaanza form 4 hapa, au anaenda university, au yuko university, au yuko, nyosha mkono. Basi jamaa hata kusema mwanafunzi unaona haya. Haya, pengine kuna scholarship tutakuwapatia. Anyway, kwa hivyo katika usomi, I want to remove that word from your mind today. The word fail, hakuna. Who will give me the spelling of the word fail? How many are they? Ni ngapi? Leta ngapi? 4 letters. 1 F. Na nitakupa maana yake ile ujue kwamba kufeli si kuanguka. Second A. Third I. And fourth L. F stands for fast. F stands for what? Fast. A stands for attempt. A stands for attempt. AI stands for in. I stand for in. And L stand for what? For life. What does it mean? First attempt in life. And that's why when today you get a C or a D, you can still keep on studying. Sitaji mimi alhamdulillah niko na natural one. Na ndio unaambiwa kuna ukiwa umepata D au C usirudi nyuma. Kuna certificate. Kuna university nyingine wameka certificate. Alafu kuna foundation certificate. Kisha kuna diploma. Ukishafanya hizi, ukishamaliza hizi, unabakia na degree unaifanya kwa miaka mingapi? Miaka 2. Umefeli wewe? Hujafeli bado. Kwa hivyo nataka wale
wamekuwa wakifikiria wamefeli, I'm giving you now, I'm making you to get that empowerment. Be empowered and remove the word fail. I want you also to always be ask questions. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Ulizeni. Kwa sababu yetu sisi, tabia yetu sisi Waislamu hatupendi kuuliza. And let me tell you, when you don't ask, will the door be open for you? Mlango ufunguliwi. Ask. When you ask, the answer will always be either yes or no. Lakini if you don't ask, always the answer will be what? No, no, no. Now when you ask and you get the answer no, never give up. No stand for what? No, don't give it a negative meaning. No means and stand for next, and O stand for what? Opportunity. So no means next opportunity. Never give up. A Muslim should never give up wherever and whenever you go and stay. Nafikiri nitakomea hapa. Mwisho kumalizia, narudi hili kongamano na mkutano huu, na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubariki sote tuliohudhuria hapa, na wale ambao wamepanga hii pia Mwenyezi Mungu awalipe thawabu zao, na Mwenyezi Mungu ajalie mkutano huu usio wa mwanzo na wa mwisho, uwe wa mwanzo na wa kuendelea. Mwenyezi Mungu ajalie katika mkutano huu wale wanafunzi ambao kama wanaenda mbele wafike wawe wa profesa, waje katika jukwaa kama hili inshallah fi almustaqbal alqarib biidhnillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingalisema tungekosa makafiri, angeongea maiti tungejaza misikiti. Unapoaga dunia mithili yako samaki, una maji kutwambia ila huwa yatoki, wabaki kuangalia huku umetaharuki. Angeongea maiti tungejaza misikiti. Picha anazoletewa na kuonyeshwa usoni, afaye yuatishiwa bahati mbaya haneni. Kauli hubaniwa mdomowe ubaini, angeongea maiti tungejaza misikiti. Haswa afaye kafiri asopenda kusujudu, huonyeshwa yalo shari akataka kuabudu. Ila hivyo safari chakula cha wadudu, angeongea maiti tungejaza misikiti. Ukitaka ongokewa ni hudumu ibadani, kila siku tuambiwa na shekhe misikitini. Roho ikijatolewa ujaliwi wewe nani, angeongea maiti tungejaza misikiti. Afaye utapatapa na jichole kulitoa, kifo cha tisha na hapa tuswalini tupepoa. Swala zetu za kukopa ndugu zangu twaumia, angeongea maiti tungejaza misikiti. Ndugu na walingania Qur'ani tusome saida, imani ya saidia na kukumbuka rabaina. Hapa tungo ya tulia
chozi lanidonadona. Angeongea maiti tungejaza misikiti. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Naona tumefurahishwa sana na malenga. Labda na mimi nianze kidogo. Nilijifundisha nilipokuwa sekondari. Kwa jina la Subhana alomfana wehana, leo hii kwa bayana vijana na wahusia. Wengi tunatanga tumeshapandisha tanga, wala hatujajipanga wapi tunaelekea. Nahodha usukanini na sarahangi yungamani, nahodha usukanini sarahangi yunganani, nangani bandari gani uledi twenda shushia. Hiyo ndio mada ambayo nataka tuizungumze kidogo. Wengi tunakuwa tuna mambo tunafanya lakini hatupangi. Wengi tuna mambo tunafanya lakini hatupangi, na zaidi ujumbe wangu huu nitauelekeza zaidi kwa vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu cha kwanza alichokiumba katika ulimwengu, alipoumba kitu cha kwanza aliumba kalamu, akaiambia iandike makadiri kila shay. Swala la kujiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu akaumba kalamu halafu akapanga vitu, wakati Mwenyezi Mungu hasahau na anajua kila kitu? Ni kutufundisha kwamba jambo lolote unalolifanya ni lazima ulipange. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta viumbe katika ardhi, aliwaleta malaika, akawaambia inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu baada alipoamua kuwaleta viumbe, aliwaita malaika na akawaambia, nataka kuleta katika dunia khalifa. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliwashauri na si kuwashauri? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. Ni kitu Mwenyezi Mungu anatuambia katika mambo yetu tuwe tunashauri. Mmoja kati ya viongozi ambao Qur'ani imewasifu alikuwa ni Malika Saba, Balqis. Hudhud anasema, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'adhim. Nimemkuta mwanamke anawamiliki watu, kawamiliki kwa kila namna ya kuwamiliki. Wa utiyat min kulli shay'in, na amepewa kila kitu cha kuwafanya kwamba awe ni malkia, awe ni mfalme mwenye nguvu. Walaha 'arshun 'adhim, na ana kiti cha enzi kilichokuwa ni kikubwa. Ana kila kitu, kawamiliki watu, kapewa kila kitu, ana kiti cha enzi kikubwa. Lakini pamoja na yote aliyopewa na Mwenyezi Mungu, alipoletewa barua, aliwakusanya watu, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'ata al-amri hatta tashhadun.
Hawakusanya, anaambia enyi watu viongozi, nimekukusanya nyeni ili mnipe ushauri, kwa sababu sikati shauri katika jambo mpaka mnishauri. Ndivyo tunavyotakikana. Pamoja na yote tuliyokuwa tunayo, akili yoyote utakayokuwa unayo, utaalamu wowote utakaokuwa unao, ni lazima unatakikana ushauri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtaalamu, ana nguvu nyingi, ana akili nyingi, anashushiwa wahi, lakini kaambiwa washawiruhum fil amr. Na Abi Huraira anatuambia ma raaitu akthara mashuratin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sijakutana na mtu mwenye kushauri zaidi wenzake kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unachokifanya washauri watu, lakini unachoshauriwa tumia akili na tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Unachoshauriwa tumia akili na tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Balkis aliposhauriwa, majeshi walimwambia nahnu ulu quwwatin wa uli ba'sin shadid, tuna nguvu, tuna zana kila kitu, mada likakuletea barua, tunaweza tukaenda tukampiga. Lakini aliona njia nyingine iliyokuwa ina maslahi zaidi. Kwa hivyo na binadamu unapokuja ukashauriwa, tafuta kitu chengine kilichokuwa kina maslahi zaidi, ndicho unachotakikana kukifuata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Lakini kila unachoamua baada ya kuamua, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, usimsahau Mungu katika kutekeleza kwako. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Watu ambao walikusanyikiwa na watu, lakini watu wakaambia waogopeni, lakini walisema anatutosha Mwenyezi Mungu, naye ndiye mbora wa kutegemewa. Kwa hivyo unapokariri amri yako, ushashauri watu, umepanga vizuri, tawakkal kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye atakayewafikisha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran ustadh. Kwa majina naitwa Zulekha Juma Hassan, mimi ndo mwakilishi wa kina mama wa Kwale County, nawakilisha katika bunge la taifa huko Nairobi. Nataka kusema shukran kwa wale wote waliopanga hafla kama hii. Na nafikiri ni mwaka wa 3 huu, na naelewa nimeelezwa nikaambiwa ni mwaka wa 3. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na kuwapongeza sana. Huwa kawaida kuna mitihani kupanga hafla kama hizi, lakini naona imefaulu, kwa hivyo alhamdulillah. Na nashukuru pia kwa kualikwa kuja kuhutubia hafla kama hii. Nitajaribu tu nizungumzie pointi 3. La kwanza ni kwa sababu hili ni kongamano na vijana. Nataka kuambia vijana wa Kiislamu, ukitaka kufaulu maishani, fuata Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukishika hivyo vitu viwili, chochote ile ndoto yako yaweza kwa ndoto yote, zile ndoto ambazo mnazo, pengine kazi ama wataka kuwa na kitu fulani, hata kama ni vitu vya dunia ambao yaruhusiwa, wataka kujenga kadhaa, hutaki kuwa pengine kwenye matatizo kisheria, hutaki pengine athirika na maadui na kadhalika, shika tu Qur'an na Sunna. Alafu kitu ambacho naona ya faidi mimi katika ujana wangu, na natoka sahi, although niko bungeni safari ile kwa sababu ya kuwa kijana, lakini kuna dua zile za asubuhi na za jioni. Kuna kitabu chaitwa Hisnul Muslim. Ukiweza kuchukua kitabu kama hicho, ukiweza kusoma zile dua kila asubuhi na jioni, utaona pia mambo yako yaenda vizuri. Utaona yale mambo ambayo kwa wewe ni magumu, Mwenyezi Mungu yafanya rahisi inshallah. Na kitu cha pili ambacho nataka kusema, najua hapa kuna maustadha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mama ni madrasa. Kwangu mimi ni sentence moja tu hiyo, yaonekana kama ni sentence ambayo ni nyepesi sana, lakini kwangu mimi ni nzito sana. Kwa sababu wanasaikolojia wanasema mtoto huwa yajifundisha tabia kutoka mwaka wa 1 mpaka wa 7 wa maisha yake. Kwa hivyo ukimwona mara nyingi mtu mzima tabia zake ikiwa ni nzuri ama ni mbaya,
zatokana na malezi ya mamake alipokuwa mdogo. Kwa hivyo ina maana kwangu mimi ninavyoelewa, ina maana kuwa wanawake wakiangaliwa vizuri kama jamii. Kwa hivyo nataka kuomba, nimeuliza kama kuna chama cha wana maustadha katika Kwale County, na kwa wale maustadha niliwauliza wasema hakuna chama kama hicho. Najua hapa leo kuna maustadha ambao ni vijana na wakubwa. Naomba kama kuna njia watu waje pamoja tuweze kuungana kama chama ili tuweze kusaidia wanawake wetu ambao dini ya Kiislamu, watu wengi sana, wanawake wengi sana Kwale County Waislamu hawajui sana dini yao, vitu kama tahara, kuswali, vitu vidogo vidogo, Qur'an. Kwa hivyo tuje pamoja tuone inshallah tuweza kusaidiana vipi. Kwa hivyo na kama pia kuna shida ama matatizo ya kuweza kutengeneza chama kama hicho, mwataka msaada, mimi niko. Jambo la tatu ambalo nataka kusema, nimesikia kumezungumzwa issue ya mishahara ya maustadhi. Kulikuwa na akili moja ya kuwa serikali pengine ilipie mishahara maustadhi, lakini kwangu mimi nikasema ni mswada mzuri wa kwenda mbele, lakini kuna wasiwasi ya kuwa ukitaka serikali ilipie maustadhi itabidi pia kuna wakati wengine serikali pia itaingia kuja kuamua syllabus, yani watu watasoma nini madrasa. Naweza ikaingiliwa pengine na watu ambao hawana nia nzuri, kwa yani hawataki Waislamu wawe na huru ya kuabudu, huenda ikawa sababu matatizo kama hapo yamo nchini. Mwajua wasichana wetu kuna skuli nyingi wanakataza kuvaa hijab katika skuli na kuvaa trouser, na mimi bunge lililopita nilipokuwa bungeni nilitetea wasichana, tukaenda paka kotini tukashinda appeals kwa kama koti ya rufaa. Kwa hivyo sasa ni makosa kwa shule headmaster kukataza msichana ajistiri au kukataza watoto wafunge Ramadhani. Kwa hivyo na hivi sasa, lakini bado kuna mitihani kwa sababu bado tuwapelekwa tena Supreme Court. Kwa huu mwaka wa kizungu unaokuja pengine mweza kusikia kwa kuna kesi Supreme Court kulazimisha yani watoto wa Kiislamu ama watoto wa dini zingine pia wasiweze kuonesha ile dini yao. Kwa hivyo mitihani iko. Kwa hivyo kwa sasa vile bado watu wajadiliana, nataka enda normal. Vile watu bado wajadiliana masuala haya kuangalia kama ni jambo zuri au vibaya. Naomba maustadhi na watu wengine pia wachukue nafasi, kwa sababu sasa hii tuna senti kama mwakilishi wa kina mama ana senti yaitwa NGAF ama National Government Affirmative Action Fund. Hizo ni pesa ambazo zapewa vikundi na huwa haina riba na haulipi, huwa inapewa tu kama grant. Kwa hivyo mchukue hiyo nafasi pia. Mchukue hiyo nafasi kuapply hizo senti. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ba'du. Ndugu Islam, hatutokuwa warefu, tumechoka sana na akili zimechoka na hatushiki tena, lakini nitawakumbusha mafunzo ambayo yanayotoka katika kauli yake Mtume sallallahu wasallam alayhi kuhusiana na matumizi ya wakati ama matumizi ya neema mbili alizotaja kwamba sio wengi katika watu wanafaidika na neema kama hizo, neema ya wakati na neema ya uzima. Ndugu zangu Waislamu, vitu hivi viwili ni neema kubwa katika neema ambazo mwanadamu anazozipata, na ni neema ambazo zinatuhitajia kuzitumia kwa uzuri tuweze kunufaika nazo. Wakati kama huu wa likizo ndefu kama hivi, vijana wako katika majumba, na hii ni moja hii neema ambazo Mtume alizitaja, neema ya faragha. Kwa hivyo uitumie neema kama hii uweze kunufaika nayo, na katika njia moja kuitumia neema kama hii ni kuhudhuria vikao kama hivi vya masomo. Neno moja ambalo utakalolipata leo hii, lingine ukalipata kwingine, itakuwa ni katika faida ambazo umezipata katika kutumia wakati wako kama huu wa faragha kwa uzuri. Kwa hivyo Mtume alisema rehma na amani kwake yeye, neema mbili ambazo yani haziwi ni zenye kuwanufaisha wengi katika sisi wanadamu, neema ya wakati na neema
ya uzima. Kwa haya machache na ukumbusho huu, namkaribisha mgeni wetu mteule wa leo, Profesa Hamadi Diboga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Najua muda umeenda mrefu, wala sitakuwa mrefu, nitakuwa mfupi kabisa. Kwanza kuna wenzangu nimekuja nao ambao mlitambulishwa, itawazungumze, lakini nafikiri mmewajua, na lengo ni kwamba sisi kama watu ambao tumetoka katika jamii hii tuliosoma shule za kisayansi na tuliosoma shule elimu za kimadrasa za kidini tunashirikiana, na ndio maana tumekuja hapa pamoja. Vijana muone kwamba elimu zote mbili lazima zitumike kuendeleza jamii. Kwa hivyo tuko hapa, Profesa Mwakimako, Sheikh Mwakidudu, Dr. Mraja, Mwalimu Mraja. Hawa ni Mraja wawili tofauti. Profesa Shauri, Sheikh Shaddad. Tunatembea pamoja kuhakikisha kwamba jamii yetu, watu wetu, vijana wetu, wazee wetu wako salama. Tunazungumzia masuala ya amani, tunazungumzia masuala ya kijamii, mambo ya zinaa na HIV AIDS kwa sababu yanaathiri jamii zetu, na tunazungumzia masuala ya maendeleo kwa sababu tunataka watu wetu waende mbele katika kila hali. Kwa hivyo kama kuna changamoto zozote ambazo zipo katika jamii, wasuluhishaji ni sisi. Kama ni za kidini, wa kidini wapo; kama ni za kidunia, wa kidunia wapo; na kama ni za kibinadamu, sote ni binadamu Waislamu. Tushirikiane kuhakikisha kwamba matatizo madogo madogo yanaenda. Barobaro wa Kiislamu tumeona kwamba kuna changamoto hasa hapa Kwale ya maswali mingi ambayo si ya kimsingi, wala si maswali ambayo mtoto wa Kikwale. Shida tulizonazo ni maswali ya kuuliza, lakini ni muhimu kwamba tumeuliza na kwamba tumejibiwa. Katika hii Kenya, katika nchi ambazo zina shida ya umaskini ambao umejikita, Kwale ni number 1. Poverty level 80%. Sasa kama una shida yoyote, Barobaro, nguvu zako wataka uzitumie kusuluhisha ili uende peponi. Suluhisha huu umaskini ambao umejikita katika jamii zetu. Usiongeze shida, na ndivyo mashehe walivyosema. Jamii zetu zimeshikwa na ugonjwa. Mortality rate hapa kwetu ndio ya juu Kenya nzima. Mortality rate hapa kwetu, yani ukifika miaka 40 ukipitisha huwa ni kama ni surwa hiyo. Kwa hivyo kama una nguvu wataka kuzitumia, zitumie hapa, watu wetu wasife mapema, yani kiolela holela. Waishi maisha mazuri fi dunia hasana, na ili wakaishi maisha mazuri huko fil akhirah. Infant mortality hapa iko juu zaidi. 39 children wakizaliwa 1039 wapo, kwa sababu wanazaliwa katika mazingira magumu, malaria, miharo. Hiyo jihadi tosha. Kwa hivyo usiende kutafuta mambo mengine, kwa kila watu wamepewa shida zao. Tuanzeni na hizi zetu hapa. Kwa hivyo ndio maana tumeshikana na mashehe na sisi kuhakikisha kwamba jamii yetu inaenda sawa sawa. Kwa hivyo kama kuna hoja, kuna maswali, mashehe ni wengi, jielimishe kabla hujapotoshwa. Kwa hivyo ndio maana tukaona tuko hapa, tunashirikiana na tutakuwa hapa pamoja kusaidiana kuhakikisha kwamba umma wetu unaenda sawa sawa. Na yale maneno ambayo umeyapata hapa, tafadhali nenda ukaambie wenzako, nawe uwe unaelimisha wenzako kila mahala, ili kila mahala hii elimu ambayo imepatikana hapa leo iweze kufika. The youth, both female youth
na male youth. You are our future. Wazee, nguvu zimekwisha, nguvu ziko kwenu, tamaa iko kwenu, elimu iko kwenu. Makinikeni, mregeshe nguvu za wazee, mregeshe rasilimali za wazee, mregeshe katika jamii, kwa sababu jamii imetumaini kwenu. Kwa hivyo isije ikawa kwa sababu ya vitendo vyenu jamii ikawa inadhilalika zaidi. Kwa hivyo wakati kama alivyosema Sheikh Abdallah na mashekhe wengine, hata Sheikh amesema kuhusu kutumia wakati, lazima wakati wako utumie na malengo. Lazima vitendo vyako viwe na malengo, na malengo ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zimeimarika, famili zetu zimeimarika, misikiti yetu imeimarika, shule zetu zimeimarika. Kwa hivyo nguvu mnazo nyingi na elimu mmepata ya dunia na ya akhera, itumieni kuimarisha jamii. Msitumie kuleta fujo katika jamii, msitumie kuleta hasara katika jamii. Huo ndio msisitizo ambao umetoka, na mimi nimejifunza na nyinyi pia mmejifunza. Kwa hivyo yule aambiwaye vizuri ni yule asikiaye. Usipotee njia kwa sababu ya ujinga. Majibu yametoka juzi. Kuna waliopata D, kuna waliopata C-, kila mtu alichopata ana nafasi yake katika mfumo wa elimu wa Kenya. Usibaki nyumbani, usikate tamaa. Lakini wale ambao huwa wanachokesha kabisa, amepita hajui afanyeje. KUSSEPS wanatangaza na mtandao wa KUSSEPS uko wazi 24/7. Hajui pia huo mtandao wa KUSSEPS uko wapi. Lakini kwenye simu aenda kila mahali, lakini haendi KUSSEPS. Kwa hivyo naomba mtandao wa KUSSEPS uko hivyo hivyo, kuccps.net. Ukiingia pale, ile taratibu yao ya kwamba registration itaanza lini, first revision itaanza lini, revision ya pili itaanza lini, wanafunzi wataingia vyuo lini, umepata chuo gani, barua yako iko wapi, vyote viko kwenye mtandao. kuccps.net, kuccps.net. Kwa hivyo vitu vyote vimerahisishwa, viko pale. Kuna kijana alinijia mwaka jana Septemba, yeye anatoka Eshu. Alikosa nafasi yake ule mwaka uliopita, akasema siarirwe meno na ba A- lakini siarirwe. That is not possible. Ile karne ambayo tunaishi, it's not possible kwamba utapata A- uwe hukuchukuliwa. Sema sijui. So kijana nikamwambia hanipe hizo details zake. Mkiingia kwenye mtandao wa KUSSEPS, yupo amechukuliwa Masinde Muliro. Kaambia ulichukuliwa Masinde Muliro. Alafu akaniambia nilichukuliwa nini? Akawa alichukuliwa na free early childhood education na A- yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuingia akachagua ile atakayo. Kwa hivyo watu hawajui wataka nini, ndipo akabandikwa early childhood education. Sio kwa ati ni mbaya, lakini yeye alikuwa anataka civil engineering. Si kama yuko hapa, kama yuko atakuja atanisalimia. Lakini ilibidi tumgeuze sasa, arudi tu afanye civil engineering, na sasa ameingia. Lakini pia kama wewe mwenyewe uwezi, basi uliza kama tulivyoshauriwa. Sisi tuko wengi hapa, Profesa Shauri yuko hapa, Profesa Mwakimako yuko hapa, Dr. Mraja yuko hapa. Hakuna chuo cha Kenya ambacho hakina Muislamu, ambacho hakina Mdigo. Hivi vyuo vyote tuko. Kwa hivyo kama umeitwa mahali, usianze kuhangaika, nenda kwa wale wanaohusika, utaelezwa.
Kwa hivyo kuanzia sasa ile kalenda inapiga. Kwa hivyo kama haya maneno si yako, mwambie yule, maana najua uko vijijini watoto wako na B+ zao na B- zao wanahangaika. Kwa hivyo waambieni kuanzia sasa, kila baada ya wiki isipite anaangalia mtandao wa KUSWET. Kila baada ya wiki isipite anaangalia, ili awe up to date, asipitwe. Na inshallah Mwenyezi Mungu atawapatia kozi ambazo zitakuwa na manufaa kwa jamii zetu. Kwa hivyo tusibaki na shida zetu, tusibaki na mishangao na hali miongozo ipo na wakuongoza wapo. Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu atujalie kwamba mkutano huu una manufaa kwetu sote na kwa jamii zetu na kwa kaunti yetu na kwa vijana wetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naomba tusimame hapo, tumechoka, siku imekuwa ndefu, turudi majumbani, watu waenda mbali. Kwa hivyo namuita Sheikh feel like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah.